Mpanzu hayuko kambini. Mpanzu yuko nyumbani kwa mapumziko na matibabu. Kwa hiyo hayuko kambini na anapotakiwa kwa ajili na leo asubuhi alipelekwa hospitali na madaktari wetu kwa ajili ya kwenda kumfanyia vipimo zaidi. Baada ya kutoka hospitali akarejea nyumbani kwake, madaktari wakarejea kambini kwa ajili ya kuendelea na wachezaji wengine. Wachezaji wanaokuwa na majeraha ndani ya klabu yetu huwa hawakai kambini, wanakaa nyumbani. Daktari kama kuna matibabu ya kufanyika kambini, anakuja kambini, anafanyiwa matibabu, anarudi. Ndio maana juzi umeona wakina Hamza wamekwenda kambini. Sio kama alilala pale, alifika akaangaliwa na madaktari kisha akarejea nyumbani. Kwa hiyo kwa Mpanzu na yeye status yake ni hiyo, ni majeruhi na anafanyiwa vipimo. Kwa hiyo kama anatakiwa kwenda hospitali anapelekwa na madaktari wetu kama ambavyo imefanyika hii leo, anarudishwa nyumbani kwake, anaendelea na matibabu akiwa nyumbani, kambi huku inaendelea vizuri. Mpanzu ana mkataba na Simba Sports Club. Yaani hata kama ameongeza mkataba mwingine hawezi kugomea kushiriki shughuli za Simba kwa sababu hajalipwa fedha ya mkataba ambao hajaanza kuutumikia. Hilo lazima mlielewe. Mkataba wake na Simba huu ambao wanaotumikia hivi sasa unaisha mpaka mwisho wa msimu huu. Kwa hiyo hana sababu yoyote, hana excuse yoyote ya kugoma kwa sababu kwa sasa yupo ndani ya mkataba wake huu hapa ambao hadai hata shilingi moja. Mkataba aliyousaini ataanza kuutumikia mwezi wa 8. Sasa just imagine una mkataba hapa wa miezi 4 wa kuitumikia klabu yako, alafu ugome kwa sababu mkataba ambao haujaanza hata kuutumikia miezi 4 ijayo ugome. Sijui ina make sense hiyo eh? Yaani wewe umepanga zako nyumba, alafu bado kodi yako haijaisha kwa muda wa miezi 4. Ukamwambia baba mwenye nyumba nitakupa kodi yako wiki ijayo, haujampa, alafu ukute kufuli pale kwenye mlango wako. Ukimuuliza akamwambia haujanilipa kodi yangu ya miezi 6 inayokuja, wakati hivi sasa una miezi 4. Wewe ushawahi kuona namna hiyo? Kwa hiyo ni kataarifa ka kijinga ambako lengo lake ni lile la kutaka kuharibu amani ndani ya klabu ya Simba. Na mimi niwaambie tu wale wote ambao wanaeneza huo uzushi wameshindwa. Simba hivi sasa ni moto bati. Sisi tunachoangalia ni kupeleka moto, ni kuwafunga watu, basi maisha mengine yaendelee.